Aliishi baharini ndani ya maji akiwa kama samaki nguva, lakini alitamani sana umbile la binadamu na kuishi maisha ya binadamu. Baada ya msaada wa mungu wa giza wa ulimwengu wa nguva. Wewe nguva mdogo, unataka nini hapa? Au umechoka kuishi? Mkuu Nkunda, nataka kuishi kama binadamu. Nahitaji msaada wako. Alibadilika na kuwa binadamu, lakini kwa masharti ya kutisha sana. Je, unajua ni nini kilitokea? Sasa ungana na mimi kwenye simulizi hii kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Lakini kabla sijaanza simulizi hii, hebu like kisha ni follow au subscribe. Alafu niandikie kwenye komenti kuwa unaangalia simulizi hii ukiwa wapi na ni yapi maoni yako. Okay, tuanze. Mbali kabisa na fukwe za pwani ya Afrika Mashariki, katikati ya vilindi vya bahari kuu ambapo mwanga wa jua haufiki, aliishi nguva mmoja wa kipekee aliyeitwa Saladini. Tofauti na nguva wengine waliokuwa na ngozi nyeupe au za kijivu, Saladini alikuwa na ngozi nyororo yenye rangi ya chokoleti iliyoiva, na mkia wake ulimeremeta kwa rangi za dhahabu na kijani kibichi kama mwani wa thamani. Licha ya uzuri wake na maisha ya kifalme chini ya maji, Saladini hakuwa na furaha. Kila siku alikuwa akipanda juu ya uso wa bahari, akijificha nyuma ya miamba mikubwa na kuwatazama binadamu ufukweni. Aliona jinsi wanavyocheza mpira, wanavyokumbatiana, wanavyokimbia kwa miguu yao miwili, na jinsi wanavyoonekana huru. Moyo wake ulijaa wivu na tamaa. Alitamani kuhisi mchanga ukipita katikati ya vidole vya miguu, sio kupigwa na maji mkiani. Siku moja, tamaa ilizidi hofu. Saladini alifanya maamuzi ambayo hakuna nguva yeyote mwenye akili timamu angethubutu. Aligeuza mkia wake na kuelekea kaskazini mwa bahari, kwenye bonde la giza linaloitwa Kuzimu ya Maji, makazi ya mungu wa giza wa bahari. Kadiri alivyozidi kushuka, maji yalibadilika kutoka bluu kuwa kijivu na hatimaye kuwa giza nene. Shinikizo la maji liliongezeka na viumbe vya kutisha vyenye macho makubwa vilimwangalia kwa njaa. Saladini hakujali. Alipofika kwenye mpaka wa ulimwengu wa nguva na ulimwengu wa giza, maji yalianza kuzunguka kwa kasi ya ajabu. Mvumo wa maji ulikuwa kama kimbunga cha chini ya bahari. Saladini alijikuta akisukumwa huku na kule, mwili wake ukigonga miamba. Pumzi zilianza kumwishia na giza lilianza kumwingia machoni. Alihisi huu ndio mwisho wake. Lakini ghafla, kila kitu kilitulia. Kimya kikuu kikatawala. Mbele yake, katika kiti cha enzi kilichotengenezwa kwa mifupa ya nyangumi na meli zilizozama, lilitokea jitu la kutisha. Lilikuwa na kiwiliwili cha binadamu mwenye misuli iliyoshupaa kama mwamba, lakini uso wake ulikuwa na magamba meusi na macho yanayowaka moto wa kijani. Mkononi mwake alishikilia mkuki mrefu wa dhahabu nyeusi uliotoa moshi. Huyu alikuwa Nkunda, mungu wa bahari ya giza. Wewe nguva mdogo, unataka nini hapa? Au umechoka kuishi? Sauti ya Nkunda ilitetemesha maji kama tetemeko la ardhi. Unataka nini hapa? Au umechoka kuishi? Saladini alitetemeka, lakini alikumbuka ndoto yake. Aliinamisha kichwa chake chini kwa unyenyekevu. Hapana mkuu Nkunda. Nimekuja kwako nikiwa na shida. Mkuu Nkunda, nataka kuishi kama binadamu. Nahitaji msaada wako. Nahitaji msaada wako. Nataka kuishi kama binadamu. Nataka miguu. Nkunda alimtazama kwa sekunde kadhaa, kisha akaangua kicheko cha dharau kilichofanya mapovu ya damu kupanda juu. Unataka kuacha ukuu wa bahari ukawe mdudu dhaifu wa nchi kavu. Nkunda alisimama, urefu wake ukiunika ule wa Saladini mara 3. Sikiliza Saladini, kila msaada unaohitaji kwangu lazima ulipie. Hakuna cha bure katika himaya yangu. Niko tayari kwa lolote, Saladini alijibu haraka, sauti yake ikiwa na mwangwi wa kukata tamaa. Chukua mkia wangu, chukua sauti yangu, chukua chochote, ila nipe miguu. Nkunda alitabasamu, tabasamu lililoonesha meno makali kama visu. Sitaki sauti yako. Nataka roho. Nataka uhai. Nkunda alimzunguka Saladini huku akichezea mkuki wake. Nitakupa miguu. Nitakupa umbo la kibinadamu lenye mvuto wa ajabu. Lakini sharti langu ni hili, kila wiki,
lazima uniletee nafsi za binadamu wasiopungua 4. Lazima uwawe au wasaliti waje kwangu. Saladini alishtuka kuwa yeye hakuwa muuaji, lakini Nkunda aliendelea, mpaka utakapofikisha nafsi 100 ndipo utakuwa binadamu kamili milele. Lakini ukishindwa kuleta nafsi 4 kila wiki, utarudi kuwa nguva na sitakuacha huru. Utakuwa mtumwa wangu hapa kwenye giza milele, ukipata mateso ambayo hata shetani anaogopa. Moyo wa Saladini ulienda mbio. Nafsi 100, watu 4 kila wiki. Hiyo ilimaanisha lazima awe muuaji wa kutisha. Lakini picha ya maisha ya ufukweni, nguo nzuri na upendo wa kibinadamu vilimlevya. Nakubali, Saladini alisema kwa sauti ndogo. Nakubali. Nkunda alirudia kwa sauti ya radi. Mkataba umesainiwa kwa damu. Nkunda alinyooshea mkono wake na kumwelekezea Saladini ule mkuki wa giza. Mwanga mweusi ulimpiga Saladini kifuani. Ah! Saladini alipiga kelele ya uchungu. Maumivu hayakuwa ya kawaida. Ilikuwa kama mifupa yake inavunjwa na kuunganishwa upya. Mkia wake ulihisi kama unachomwa na moto wa volkano. Ngozi yake ilimuwasha. Na kibaya zaidi, ghafla alihisi hawezi kupumua. Maji yalianza kumkaba. Mapafu yake mapya yalikataa maji. Nkunda alicheka huku akimwangalia Saladini akiruka-ruka kwa kukosa hewa. Nenda sasa. Nenda katafute nafsi zangu. Kumbuka, 4 kila wiki. Saladini, akiwa na maumivu makali na kukosa pumzi, alianza kuogelea kwa kasi ya ajabu kuelekea juu. Kila pigo la mkono lilikuwa chungu. Kila sekunde iliyoenda alihisi kufa maji. Baada ya muda mrefu wa mateso, aliona mwanga wa jua. Alichomoza kichwa chake juu ya maji na kuvuta pumzi ndefu ya hewa safi. Ha! Alikohoa maji na kuanza kuogelea kuelekea ufukweni kwa shida sana, kwani hakuwa na mkia tena wa kumsaidia. Mawimbi yalimtupa ufukweni kwa nguvu. Alijiburuta kwenye mchanga wa moto, mwili wake ukiwa mtupu, akiwa amechoka hoi. Saladini aliangalia chini. Hakuona mkia wa dhahabu. Badala yake, aliona vitu viwili virefu, vyenye ngozi nyororo ya chokoleti, na vidole 5 kila upande. Alikuwa na miguu. Alikuwa binadamu. Alijaribu kusimama, miguu yake ikitetemeka kama mtoto anayejifunza kutembea. Aliposimama wima, alihisi upepo ukimpiga. Furaha iliyoje! Lakini furaha hiyo ilikatishwa ghafla. Kwa mbali, aliona kijana mmoja mtanashati akitembea ufukweni akielekea upande wake. Saladini alitabasamu, akitaka kumuita amsaidie. Lakini ghafla, sauti ya Nkunda ililia kichwani mwake. 1 bado watatu wiki hii. Tabasamu la Saladini lilipotea. Aligundua kuwa maisha haya mapya siyo ya starehe tu, ni maisha ya mawindo. Na huyu kijana anayekuja huenda ndiye akawa wa kwanza. Kijana yule alizidi kusogea karibu. Saladini, akiwa anatetemeka kwa baridi ya upepo wa jioni na hofu ya maneno ya Nkunda yaliyokuwa yakijirudia kichwani mwake, alijikunyata kwenye mchanga. Moyo wake ulimwenda mbio. Je, aanzishe shambulizi sasa hivi? Alijiuliza huku akiangalia kucha zake ambazo sasa zilikuwa fupi na za kibinadamu, tofauti na makucha marefu aliyokuwa nayo baharini. Angemuaje mtu huyu bila silaha? Kijana yule alipomfikia, hakumshambulia wala kumkemea. Badala yake, alivua shati lake la kitambaa chepesi na kumfunika Saladini mabegani kwa haraka, akiepusha macho yake kwa aibu na heshima. Pole sana dada. Inaonekana umepatwa na ajali mbaya baharini. Samahani dada, kijana huyo alisema kwa sauti ya upole, sauti iliyomfanya Saladini ahisi joto la ajabu kifuani mwake. Inaonekana umepatwa na ajali mbaya baharini. Naitwa Baraka. Usiogope, sitakudhuru. Saladini alimwangalia Baraka. Alikuwa na macho angavu na tabasamu la kutia moyo. Huyu hakuwa kama wale wavuvi katili waliokuwa wakitupa nyavu zao na kuwa marafiki zake wa baharini. Huyu alikuwa tofauti. Mimi ni Saladini, alijibu kwa shida, ulimi wake ukiona uzito kutamka maneno ya kibinadamu kwenye hewa kavu badala ya maji.
Saladini, jina zuri sana. Baraka alitabasamu, kisha akanyosha mkono. Njoo, huwezi kulala hapa. Upepo wa bahari ni mkali usiku. Nyumba yangu ipo karibu. Saladini alishika mkono wa Baraka. Alipojaribu kusimama, maumivu makali yalimchoma miguuni mwake. Ilikuwa kama alikuwa akikanyaga miiba au vipande vya chupa vilivyovunjika. Kila hatua ilikuwa ni adhabu. Nkunda hakumwambia kuwa kutembea kungekuwa mateso kiasi hiki. Alilia kwa uchungu na kuanguka magotini. Pole sana. Baraka alimshika kwa nguvu, kisha bila kusita alimbeba Saladini mikononi mwake kama mtoto mchanga. Pole sana dada, usijali, upo sehemu salama. Unaonekana umeumia sana. Umeumia vibaya, nitakubeba. Saladini akiwa kifuani mwa Baraka alihisi mapigo ya moyo wa kijana huyo. Sauti hiyo ya moyo ilimkumbusha agizo la Nkunda. Nafsi 4, anza na huyu. Vunja shingo yake sasa hivi akiwa amekubeba. Ni rahisi. Sauti ya Nkunda ilinong'ona kama upepo wa kisulisuli masikioni mwake. Saladini aliinua mkono wake na kuelekeza kwenye shingo ya Baraka. Baraka hakuhisi hatari yoyote. Alikuwa akitembea kwa ujasiri akiamini amemwokoa malaika. Mpaka kufikia hapo ndio mwisho wa sehemu ya kwanza. Usikose kesho katika sehemu ya pili ya simulizi yetu hii. Na ndiyo tutajua kwamba nini kitamkuta Baraka. Je, Saladini atamua kama alivyoambiwa au itakuwaje? Mimi ni yule mtayarishaji wako, King Rhino MC Seba. Tukutane tena katika wakati mwingine na asante kwa kuangalia.